Comment ni mchele baada ya ngoma ya Joy kuachiwa. Sema nimefuatilia pia comment za mashabiki wa Wasafi na nafikiri kwa asilimia 45 na kuendelea kwa wale ambao walikuwa kwenye mada ya Tyla aonekane na awepo kwenye remix ya wimbo wa Joy ambao umefanywa na Jux Diamond. Sasa ngoma ni kali, na kwa sasa pia ukiachana ngoma ya Happy ambao pia na yenyewe imepewa sifa zake, na kila mmoja kawa anatoa pia mifano kwamba ni msanii gani ambaye itapendeza afanye pia remix ya ngoma ya Happy. Lakini mwisho wa siku hiyo ni project ambayo Diamond yuko nayo, kuangalia ni msanii gani ambaye atakuwa na ushawishi, aidha kama ni hapa barani Afrika ama atakuwa ni nje ya Afrika, ambaye anaweza kafanya ngoma ikawa ni kali kama ambavyo alifanya kwenye ngoma ya Koma Savana Jason Derulo. Sasa kwenye ngoma ya Joy, of course moja kwa moja ninakubaliana mashabiki wa Wasafi kwamba msanii ambaye anaweza akafit kwenye ngoma ya Joy tena ikawa ni remix na ni rahisi sana kuweza kumpata, basi ni Tyla. Hata kama ni Golden Girl ambaye ameweza kuchukua Grammy, sasa kidogo inaweza kampa pia na ikampandisha hadhi yake, lakini kweli ni kwamba Diamond kumpata Tyla ni rahisi sana, na ninaamini kwa sababu wote ni wa Afrika tunasapotiana, kitendo cha South Africa na Tanzania kuweza kuungana ni jambo la kawaida. So kwenye hii ngoma ya Joy ninaamini kabisa kwamba mashabiki walichokisema, walichokicomment, na pia mwenyewe nikiangalia kwa miondoko ya wimbo wa Joy, yani Tyla anapita na anafiti moja kwa moja kama ambavyo tulichambua na kuzungumza kwenye ngoma ya Harmonize ya Wewe, msanii ambaye alikuwa anafaa, na hata comment za mashabiki wa Harmonize wakawa wamededicate kwamba msanii ambaye itapendeza, na hata kwa kupitia nukuu ya DJ7 ambaye pia na yeye alitolea ufafanuzi kwamba msanii kama Rema pengine inapendeza na tunategemea kuweza kuona collab kati ya Harmonize na Rema. Kwa hiyo kwenye issue pia ya Diamond na Tyla ni mapendekezo ambayo mashabiki wanakuwa nayo na ni maono, kwa sababu all in all ni kwamba maono ya mashabiki pia yana nafasi yake, na ndio maana kuna wakati pia msanii amekuwa akihitaji pia kupata comment kwa mashabiki ili mradi ajue anafanya nini, kama kuna sema kujirekebisha basi aelewe moja kwa moja. Kwa hiyo kwa kupitia takwimu za mashabiki, yani mwisho wa siku majibu yaliyokuja kupatikana ni kwamba Tyla ana fit sana kufanya remix ya wimbo wa Joy. And of course kama umeusikiliza kwa makini kuanzia mwanzo mpaka mwisho, Tyla melody, lakini pia na the way ambavyo amekuwa akiimba, unaona kabisa kwamba ngoma inaenda kuwa kali na goma linaweza likawa ni goma la dunia. And of course kama kweli Tyla akafit na akafanya kweli huu wimbo wa Joy, basi inaweza kuwa ni ngoma ya Diamond kuweza kumfanya, kama ngoma inaweza ikawa nominated kwenye tuzo za Grammy, basi ni issue ambayo inaweza pia ikawa ipo kwenye pinpoint, kwa sababu ni ngoma ambazo zimekuwa kidogo na miondoko ya wasanii wengi ambao walifanikiwa kupita katika miondoko hiyo, wengi walichukua tuzo za Grammy. Sasa tunamwombea Diamond na Davido, ndo wasanii ambao mpaka sasa bado wanagundwa kukosa tuzo ya Grammy.